kupata habari zetu kila siku, tafadhali bonyeza subscribe kisha alama ya kengele. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe nawe mara tena, msikilizaji wa redio ya kijamii Kivu popote pale ulipo. Bila shaka natumai kuwa mzima wa afya, na kukaribisha mara tena kufuatilia kwa ukaribu uchambuzi wa habari ambao unajumuishwa na ukurasa wa habari muhimu leo hii, ripoti za waandishi wetu toka kona mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo na burudani, pia za kitaifa na zile za kimataifa. Jina langu Grace Pascal, mimi ni mchambuzi wako wa siku. Upande wa pili nasaidiwa na Antoine Malashi. Basi karibu na tuambatane mwanzo hadi tamati. Na kabla ya yote, Sudi Valentin anatujia na habari muhimu. Asante Bi Grace Pascal kwa fursa hiyo, na tuanzie habari muhimu katika manispa ya Katanga ambako amesimikwa rasmi kama mwami mpya wa groupement ya Balala Seed Bwana Milingita Sende wa Ilembo mbele ya viongozi mbalimbali wa serikali siku ya Jumatatu ya wiki tunayo ya tariki 25 Machi mwaka 2024 maeneo ya Katanga mjini Baraka. Kule Tujenge ni kwamba raia wanaoishi pa Bibokoboko katika sekta ya Mutambala wanalalama juu ya hali ya ukosefu wa usalama eneo kati ya Tujenge na hapa Baraka. Kitendo cha hivi karibuni ni cha mwendesha pikipiki mmoja aliyekuwa akitokea Bibokoboko na kuja hapa Baraka, ambaye ameweza kuangukia kwenye mtego wa watu wenye nia mbaya na kumpora kila kitu alichokuwa nacho. Tukijielekeza pia kule Lubero ni kwamba mwananchi Ememu Kandambusa, mmoja kati ya malida wa tarafa ya Ruchuru jimboni Kivu Kaskazini, amesema kuona giza kubwa juu ya msaada wa pesa pamoja na chakula uliotolewa nayo serikali kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko mjini Kinshasa juu ya wakimbizi wa ndani ya jimbo hilo. Hivyo ameomba kwa viongozi kufanya uchunguzi kwa kina ili kujua ni wapi msaada huo umepotelea. Na mwishowe ni habari za kitaifa ambako takriban watu 30 wameuawa kikatili kwa mwezi wa Machi katika mkoa wa Kivu Kaskazini pamoja na Ituri. Hivyo ni kutokana na mashambulizi yanayoendelea kuripotiwa kila kuchao maeneo hiyo. Na ukanukta kwenye habari muhimu mwenzangu Bi Grace Pascal. Ni kushukuru sana Sudi Valentin. Tukianzia jijini Baraka ni kwamba shirika la wachukuzi wa watu pamoja na mizigo ya Sonamok linaomba kwa wanamemba wao kupokea kwa mikono miwili mafunzo ya sheria za barabarani yatakayotolewa nalo shirika la NPP pia NPR. Hivyo ni kutokana na kuripotiwa kwa ajali za kupindukia. Kwake Amori Gabriel Jacques, yeye anakuwa ni supervisor wa shirika la Sonamok, ataja kupongeza shirika hizo mbili kwa uamuzi mzuri waliochukua, kwani ni miaka 7 sasa tarafa la Fizi halijawahi kupata mafunzo haya, na huenda kuwa chanzo kikubwa kwa kuripotiwa kwa ajali mbalimbali. Pia kwa wanamemba wao kuzingatia mafunzo kama alivyoeleza. Kwa wale wa mambre wetu ambao wanatembeza pikipiki bila kujua code de la route, maajali fulani kwa ajili ya kutokujua code de la route, kwa wa mambre wetu ambao hawana na notion ya formation ya code de la route, ninajieleza surtout ku service ya IMPP na ile ya SMPR. Ni service ambayo iko pale Bukavu, inakuja mara kwa mara hapa kwetu Fizi kwa ajili ya kuja kuforme wa montar ama wa transporter kwa ajili ya kujua code de la route. Na kwa sasa tunakuwa takribani miaka 7, yani 2017 mpaka kwa sasa mu 2024 hakuna formation ya kufunza wale wa mambre wetu kujua code de la route, kujua hiki ni kia mubaya, hiki ni kia mzuri, kutembeza hivi ni makosa, kutembeza hivi ni vizuri. Mara kwa mara mafunzo yetu inaweza kamata mwezi mzima, kwa sababu tarafa la Fizi ni tarafa ambayo iliko vaste, kuanzia Makobola, Nyange mpaka Kilembwe. Inabidi kila entite ikuwe na formation, kutoka Makobola kufika Baraka, kutoka Baraka kufika Sebele, kutoka Sebele kufika Fizi, Lulimba, Misisi, Nyange mpaka Kilembwe. Tukiwa bado jijini Baraka ni kwamba kisha waendesha baskeli wanaotumia plake za njano kudai kuwa
Waendesha baskeli wa shirika la Teveski hawajulikani kisheria na pia wateja wanalalamika sana kupotea kwa mizigo yao. Hatimaye shirika la waendesha baskeli la Teveski limekanusha madai hayo. Akizungumza na redio yako Bwana Bienfait Barume, mwenyekiti wa shirika la Teveski mjini Baraka, amesema kuwa wao wana vibarua vyote vinaowaruhusu kufanya kazi kote katika jiji la Baraka kama alivyozungumza nasi. Kuhusu habari yenye alisema ile ni habari wa uongo mtupu, sababu mtu mwenye iko na akili timamu awesema habari ya vile kusema kama association ya Teveski hii ya Plaque Noire ndio iko neba mizigo mvile ya Baraka, ule ni muongo. Juu ya nini? Ndio kufuata majority ya badariste ya Teveski banatumika kwa agence za Uvira kuma boti. Hakuna siku hata mmoja ushasikia wale ba commerce ya maboti wanalalamika kama badariste ya Plaque Noire bali baba mizigo. Tandiske mvile ya Baraka tukatumika na plaque 3. Siki ya 3 nasikia ya posho, plaque ya Noire, plaque ya jaune na plaque ya mweupe ni ya Katanga, inashindaka hapa Baraka. Kila mtu anatumikaka kisha anajisikia na anamaliza kazi yake anarudia kunyumba. Wakati darista anasabu address anakuka nafasi kwa nawekaka mzigo ni kubiro ya badarista. Ile habari ya kusema kama banaiba mzigo ba plaque ya Noire ile ni bongo. Na ya kuongezea badariste ya Teveski biko na madokima zinatuma biko atumika entité ya Baraka. Biko na madokima statiko notaire parquet na procureur Gustave, autorisation à maire de la ville, autorisation en affaires sociales na développement rural na adhésion à feke biko nazo. Maana ba association ya Teveski haiko association ya mfuko, ni association yenye inajieneza kwa madokima, iko halali kutumika mvile ya Baraka. Kifupi ni kusema wa ndugu zetu wa ATPVVB waache marumbano. Marumbano hawezi jenga. Kazi ya kidariste ni upendo. Wakati tukatumike kazi ya kidariste ni kupendana njoo ya kwanza juu kesho anaweza fika munjia mimi nakutana na anko na mzigo, mimi ndamlamusha. Wala mimi nakutana mimi na anko na mzigo, mimi naye atanilamusha. Kumbi tuache marumbano. Marumbano hawezi jenga nchi yetu ya Kongo. Baraka ni Kongo, Baraka haiko pays étranger wala haiko nyingine fasi. Tuko si wote watu wa Kongo na sheria nchi yetu inaturuhusu kama kila mkongomani kwa ruhusa kufungula association mwinchi yake bora kiheshimisha sheria ya leta. Tukiwa bado jijini Baraka, raia wa mji wa Baraka waishio pembezoni mwa ziwa Tanganyika waomba kwa serikali pamoja na mashirika ya kiutu kuwajia na msaada hasa kwa kuwatafutia sehemu nyingine ya kuishi. Hivyo ni kutokana na viwanja vyao kusongwa na maji ya ziwa Tanganyika. Katika mazungumzo na Radio Kivu, baadhi ya wakaaji hao wametaja kuwa kwa sasa wanapitia hali ngumu ya maisha hasa kwa kukosa sehemu za kulala. Ni vema serikali ifikirie kwa mara nyingine juu ya swala hilo kama walivyoeleza. Hali ya maisha ni ngumu kutokana kwanza tuna kuasirika kwa maji. Na hali yenyewe tunayo ndio hivyo. Nyumba zimeshabomoka, hatujui wapi tutaenda. Tunalala manake tunalala ni kuweka matandiko wasengwa na kila siku machunga takatika na michanga. Tunalala hivyo hivyo kwa sababu tunaweka michanga ndani juu ya baridi. Juu tunaweka hema na tandiko tunaweka juu. Kwanza kwa serikali tulikuwa naomba msaada mkubwa kutokana na hii hali. Maji yanaendelea kupanda. Mwezi wa 4 maji yatafika mpaka hapa. Tulikuwa tunaomba watusaidie kwanza kutupa eneo hata tuvianja twa meta ya kujihifadhi. Pili, mashirika yatusaidie hata vifaa vya kujenga na kila kitu. Ndio wenyewe tulikuwa tunaomba. Hii matofali niko nataka niatoshe mumai sababu labda naweza kupata mwenye anaweza kunipatia hata likuta ninunue hata bumarenda. Tuko na taabu sana, faranga za kulipa hatuna, faranga za kulisha watoto hatuna. Bibi tunahangaika. Sisi tunaweza sema atusaidie maparseli ingine. Kama kuna uwezo atusaidie maparseli ingine. Ili ndio tunapenda hata tufe njala lakini mbele tupate ile maparseli. Atusaidie kwanza faranga za kupanga. Hapa ya kuishi hatuna mwai kabisa. Batoto wako apita mai, havana choo, havana nafasi ya kuikala. Hivyo ikinyesha mvula ambayo inaingia mpaka mumashambre de tu fulani banza tusaidia batuamishe hapa kumoye batutie kwenye hakuna maji. Tunaishi vibaya kabisa, mai mingi inatusumbua na ndani hakuna kwa kulala, kutabu tu sana. Tunasikia boga sana kabisa, mai kishapanda mvula inyeshe tunaogopa kabisa na tunawaza nyumba itatuangukia. Tunaomba msaada sasa vile wanaweza tuhamisha, wanaangalia nyingine mahali wanaweza tutie. Msaada wa ndani iko saki, wanaweza tusaidia hivi vingine vitu vya ndani. Daima ndani ya jiji la Baraka amesimikwa rasmi kama mwami mpya wa groupment ya Balala Seed
Bwana Milingita Sende wa Ilembo mbele ya viongozi mbalimbali wa serikali siku ya Jumatatu ya wiki tunayo tariki 25 Machi mwaka 2024 maeneo ya Katanga mjini Baraka. Akizungumza na Radio Kivu, mwami huyo mpya ametaja kufurahishwa na hatua ya kusimikwa kama mwami mpya wa groupment ya Balala Seed, huku akiahidi kushikamana na vyombo vya usalama ili kudumisha amani ndani ya groupment hiyo kama alivyoeleza. Hiyo kulikuwa umati wa watu wengi na wajumbe mbalimbali wa serikali juu ya kuja kunisimika kama mwami wa asili wa groupement ya Balala Seed. Nimejisikia furaha sana ndugu journalist. Ndio maana nilisema katika kusema yangu ama diskuru yangu nitaambatana na viongozi wangu waliopo mbele yangu. Niangalie namuna gani nitasukula ile yote matatizo yenye kupatikana ndani ya groupement yangu ya Balala Seed. Na najua Mungu yupo na viongozi vipo vya serikali vitanisaidia kwa kupunguza ubo mavurugo wenye buko ndani ya groupement yangu ya Balala Seed. Waraia wote wa groupement ya Balala Seed na waombeni tutie macho porini, manake kulima, kujishughulisha kibiashara, tusitie macho kuvurugu au vitu vyenye vitaweza angamiza maisha ya watu, kwenda unabeba silaha kufungula watu usiku juu upate buma 10,000 francs uwe mtu juu ya 10,000 francs. Hapana, mimi kwangu siwezi pendelea hivyo, hapana, nakatala. Lakini wakati ulisimikwa kulionekana hali ya sintofahamu, ni kwamba kuna wengine watu ambao wakufurahia. Ndiyo, wakati mtu anatoshewa akiwa hai ni lazima kuwe buma grupe mbili. Hiyo ni kitu cha kawaida. Mtu mwenye anatoshewa kazini lazima kwake anarizika. Lakini hakuna shida, mimi ndo mwami wa groupement ya Balala Seed. Mimi kama ndugu yake, kama yeye mkubwa yangu, mtoto wa baba mkubwa, nitamsogelea, nikae naye karibu na tuwe tunaongea. Mimi siwezi penda yeye apate matatizo ama mimi nipate matatizo. Hapana, yangu ni yake na yake ni yangu. Tukue pamoja na tushirikiane pamoja na tuwe tunazungumuza bila tatizo kifamilia juu sisi ni ndugu. Tukumbushe kuwa huyo amekuwa sasa mwami wa 8 kuongoza groupment hiyo ya Balala Seed. Kule Tujenge, raia waishio Pabibokoboko katika sekta ya Mutambala walalama juu ya hali ya ukosefu wa usalama kwenye eneo kati ya Tujenge na hapa Baraka. Kitendo cha hivi karibuni ni cha mwendesha pikipiki mmoja aliyekuwa anatoka Bibokoboko kuja Baraka, aliyeanguka katika mtego wa watu wa nia mbaya na kumpora kila kitu alichokuwa nacho. Taarifa tunazo ni kwamba ni tangu weekend iliyopita ndipo kitendo hicho kimefanyika. Raia wa Bibokoboko wataja kukerwa na vitendo hivyo vya utekaji nyara kwenye barabara ya Tujenge mpaka Baraka, huku wakionyesha kuwa vijiji hivyo vinategemezwa kwa asilimia kubwa na mji wa Baraka kama walivyozungumza nasi. Motari wa hapa Yugobogo wa community ya Wanyamulenga alikuwa natoka hapa, alikuwa na msafiri mmoja kupita pale Tujenge, wako wanashuka tena fuka Baraka. Ule motara akakamatiwa, akanyanyasiwa, vitu vyote vyenye alikuwa navyo walimunyanganya. Makuta alikuwa na machuma tofauti za mule yote wakamunyanganya hayo, wakamuacha wazi. Ni kusema hali ya usalama kuanzia Tujenge kushuka Baraka kukominotea Wanyamulenge awafanye makazi zao kama ilivyo. Nagisi mnajua Baraka ndo soko ya kabambe ambayo yenye na furunir wa kaaji wa Bibogobogo, kama tunapata chumvi, kama tunapata savo, segras au marché de Baraka. Ni wakati sasa ile njia ya Tujenge Baraka inafungiwa, inawezi kuwa na madhara mabaya kwa kaaji wa hapa Bibogobogo. Kufuatana na ile hali, tunalomba service de sécurité FRDC kushughulikia swala ile kusudi warudishe usalama na amani mwa ile entite ya Tujenge hadi Baraka. Na sasa nampisha Umari Makelele uzili kwa habari za michezo.
Grace Pascal, leo katika habari za michezo tuangazie habari za michuano ya Intercity ambazo zinaendelea kutimua vumbi pa Baraka, Katanga na Sebele hata Fizi Center. Tuanzie katika mji wa Baraka ni kwamba mechi mbili ziko katika programu ya siku ya pili ya wiki ambako majira saa 7 kamili FC Amira ya Misisi watapepetana vikali zidi ya FC Orange, huku timu ya AS Manga watakipiga zidi ya CS Vijana Prestige majira saa 9 kamili. Lakini maeneo ya Katanga ni kwamba TP Misisi watapambana vikali zidi ya FC Nouveau Regime majira saa 7, huku majira saa 9 kamili FC Katanga Sport wenyeji hao watakipiga zidi ya Aigle Riche. Huko maeneo ya Sebele katika uwanja wa Delape ni kwamba timu ya FC Dynamic watapambana vikali zidi ya FC Okapi, huku majira saa 9 kamili FC Kibonja Sport hapa nyumbani Baraka watapepetana vikali zidi ya Mukera Sport. Na huko katika bara la Ulaya ni kwamba naoza wa klabu ya Arsenal Gunners kutoka Norway Martin Odegaard ndiye mchezaji aliyepokea tunzo nyingi zaidi za mchezaji bora wa mechi kuliko mchezaji mwingine yeyote kwenye ligi kuu hapo nchini Uingereza tangu msimu uliopita. Mchezaji huyo amechukua tunzo hilo la kuwa mchezaji bora wa mechi mara 11. Na upande mwingine ni kwamba klabu ya Arsenal Gunners inavutiwa na huduma ya beki wa Manchester City Joao Cancelo ambaye kwa sasa anakipiga katika klabu ya FC Barcelona huko nchini Uhispania kwa mkopo. Joao Cancelo mkataba wake ndani ya klabu ya Manchester City utamalizika Juni 2027. Na mwishowe ni kwamba mshambuliaji wa klabu ya Napoli huko nchini Italia na wa timu ya taifa ya Nigeria Victor Osimhen amesisitiza kuwa ameipa kipaumbele zaidi klabu ya Chelsea The Blues kama klabu anayoifuata kuichezea msimu ujao baada ya kuondoka Napoli. Klabu za Paris Saint-Germain pamoja na Arsenal hapo nchini Uingereza pia zipo katika vita ya kuweza kuwania mchezaji huyo, licha ya kuwa mchezaji mwenyewe anahitaji kutoka katika klabu ya Chelsea The Blues. Naweka nukta katika habari za michezo Grace. Ni kushukuru sana Omari Makelele Uzile kwa habari hizo za michezo. Msikilizaji, endapo ndo unajiunga nasi, nikukumbushe kwa unaitegea vema sikio redio ya kijamii Kivu Baraka kwenye masafa FM kupitia mita bendi 93.0. Kampuni Fizi Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Na sasa tuangazie ukurasa wa habari za kitaifa. Takribani raia 30 wameuawa kikatili kwa mwezi huu wa Machi katika mkoa wa Kivu Kaskazini na Ituri. Hivyo ni kutokana na mashambulizi yanayoripotiwa kila kuchao eneo hilo. Mwenzetu Safari Alimasi ametuandalia ripoti kamili. Kivu Kaskazini na Ituri zinakabiliwa na ongezeko la ghasia zinazohusishwa na wapiganaji wa ADF, huku takriban raia 30 wakiuawa kinyama mwezi Machi katika mashambulizi kadhaa ya kikatili eneo hilo. Usiku wa Jumamosi hadi Jumapili Machi 2024, shambulio lililodaiwa na kundi la Islamic State lilisababisha wahanga wasiopungua 12 huko Mulekera, mji wa Beni. Washambuliaji wakiwa na mapanga na bunduki walilenga vitongoji vya Sayo na Matembo na kuua watu 6 katika kila eneo, afisa wa mashirika ya kiraia aliripoti kwa Actualite.cd. Mnamo Ijumaa Machi ya tariki 22, miili miwili ya raia wanaozaniwa kuwa waasiriwa wa ADF waligunduliwa katika kijiji cha Utamabere eneo la Irumu. Mnamo Jumapili Machi tariki 17, katika shambulio lingine la umwagaji damu katika wilaya ya Sayo ya Mulekera, watu 3 ikiwa pamoja na raia 2 na afisa wa polisi walikatwa vichwa. Mnamo Jumatano Machi tariki 6, miili ya wakulima 11 mkiwemo wanawake 4 ilipatikana ikiwa imekatwa vichwa katika kijiji cha Vemba Kinyamusege karibu ya Mavivi, Kivu Kaskazini. Waasiri wao waliripotiwa kuuawa walipokuwa wakifanya kazi katika mashamba yao. Shambulio la kuvizia pia lilifanyika Jumanne Machi tariki 5 kwenye milima ya Komanda Luna katika eneo la Irumu, Ituri, na kusababisha vifo vya watu 2 na wengine kujeruhiwa vibaya. Mapema mwezi huu Machi tariki mosi, watu wengine 3 ikiwemo mtoto waliuawa kwa mapanga na kupigwa risasi katika kitongoji cha Nzuma kaskazini mashariki mwa Beni. Waasiriwa wengine 2 walijeruhiwa vibaya.
Msururu huu wa mashambulizi unakuja dhidi ya hali ya mvutano unaoendelea kaskazini mbali na jimbo la Ituri, licha ya operesheni za pamoja za FARDC, vikosi vya wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na UDPF, jeshi la Uganda dhidi ya ADF. Hali ya haki za binadamu inaendelea kuzorota na kusababisha kuhama kwa raia wengi, kama inavyozingatiwa na ofisi ya pamoja ya Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu Januari 2024. Jamii za wenyeji ambazo tayari zimeathiriwa na mizozo ya miaka mingi zinakabiliwa na ukosefu wa usalama unaoongezeka na kutoa wito wa jibu la haraka kutoka kwa mamlaka ya jumuiya ya kimataifa ili kukomesha wimbi hili la vurugu. Wakati hayo ya kijiri, upande mwingine ni kwamba takriban washakiwa 10 majambazi wa vuruga usalama katika eneo la Houwele kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walikamatwa wiki hii. Waliwasilishwa kwa waandishi wa habari mnamo Ijumaa Mechi ya tarehe 22 na bidhaa zilizoibwa katika makao makuu ya polisi wa kitaifa wa Kongo, kituo cha polisi cha mkoa wa Houwele. Miongoni mwa waliokamata ni mwanamke mwenye umri wa miaka 50. Uvamizi huu wa polisi unatokana na msururu wa watu kufungwa katika vitongoji tofauti vya manispa 3 za jiji. Wakati huo watoro hawa wanazuliwa katika gereza kuu la Amiza wakisubiri kufikishwa mahakamani. Bidhaa zilizoibwa ni aina ya pikipiki, magodoro, cherehani, kompyuta na vinginevyo vinarejeshwa kwa wamiliki wake na kutakiwa kuripoti kituo cha polisi mkoani humo. Hizi ni sampuli na tayari tumetuma faili zinazohusu washakiwa mashuhuri kwa ofisi ya mwendesha mashtaka wa umma. Pia tulirudisha vitu kwa wamiliki wao. Utafiti unaendelea na tunatoa wito kwa wananchi kushirikiana na polisi ili tuweze kukomesha hali hii. Pikipiki huibiwa karibu kila siku hapa Isiro, jambo ambalo linazidi kuwa chanzo cha ukosefu wa usalama kwa wakazi wa eneo hilo, alisema mratibu mwandamizi Fidel Misambo. Naweka nukta kwenye habari za kitaifa kwa siku ya leo. Na sasa ni ripoti za waandishi wetu, tukianzia jijini Bukavu ambako dunia nzima inasherehekea sikukuu ya wahanga wa utumwa tariki 25 Mechi ya kila mwaka. Kwa jambo hilo, Rafael Wakenge, mtetezi wa haki za binadamu tena kiongozi wa Initiative Congolaise pour la Paix et la Justice, anasema kuwa sikukuu hii ni muda wa kuhalika wakuu viongozi kuchukua jukumu lao ili kutoka katika hali ya utumwa. Luz Buistani kutoka Bukavu anaripoti ifuatayo. Siku hiyo ni kumbukumbu kwa mtu mweusi ambaye alichukuliwa kama kitu kwa kipindi chote cha ukoloni toka kwa wazungu, kitu ambacho kinaonyesha kutoheshimu haki za binadamu na kuzusha hisia za ulimwengu mzima, ili kudai sikukuu hiyo ianze kusherekea kwa niaba ya watumwa waliofariki na kwa wale ambao waliweza kunusurika. Kwa fursa hiyo, katika mazungumzo na redio yenu, Rafael Wakenge, mtetezi wa haki za binadamu na kiongozi wa muungano Initiative Congolaise pour la Paix et la Justice ICJP maarufu, alisema kuwa siku hii ni muda wa kualika wakuu viongozi kuchukua jukumu lao ili kutumika zaidi kusudi hali kama na hiyo isipate kujitokeza upya, maana watu wote wana thamani moja kisheria. Rafael Wakenge atoa maelezo. Dunia nzima inakumbuka kama miaka zilizopita wana Afrika na watu wengine waliweza kuwa wahanga na waliweza kuwa chosifie, watu waliweza kugeuzwa Waislamu, na ile mambo iliweza kuhuzunisha ulimwengu yote. Ndio maana Umoja wa Mataifa ilizani kama ilikuwa ya lazima kukumbuka ile maevenement na kuangalia namna gani ulimwengu inaweza kufanya poke ile mambo isiweze kutokea tena. Ni kwa kweli kama kwa leo kunakuwa maforme ingine ya esclavage zenye zingali zinabakia, lakini ulimwengu inasema kama ni lazima kila nchi, kila taifa iangalie namna gani inaweza kukomesha hiyo mambo. Ndio maana tunasema ni lazima kukumbuka hiyo mambo yote na
kurudia mbele ya mataifa na kurudia mbele ya serikali mbalimbali juu kila nchi iangalie namna gani inaweza kukomesha esclavagisme. Tukumbushe kwamba utumwa ulianzishwa tangu mwaka wa 1441 kwa kuwapeleka watu weusi kwenda tumika kwenye mashamba huko Amerika ya Kusini, kupita kwenye bahari Atlantika, wengine kutoka Lagos nchini Nigeria hadi kwenye miji za nchi ya Portugal kwa mwaka wa 1444. Watumwa weusi walitumiwa kama vitu katika bahari ya Atlantika, wengine kuvukishwa bahari Nyekundu hadi Misri kwa Farao na kuendelea hadi katika nchi ya Ugiriki na Italia mjini Roma. Nikiripoti toka mjini Bukavu, Louise Busane Lisiene kwa niaba ya Radio Kivu Baraka. Kule jimboni Kivu ya Kaskazini, mwananchi Eme Mukanda Mbusa, moja kati ya malida wa tarafa ya Ruchuru jimboni Kivu ya Kaskazini, amesema kuona giza kubwa juu ya msaada wa pesa pamoja na chakula uliotolewa nayo serikali kuu ya DRC huko mjini Kinshasa juu ya wakimbizi wa ndani ya jimbo hilo. Hivyo ameomba kwa viongozi kufanya uchunguzi wa kina ili kujua ni wapi msaada huo umepotelea. Ujumbe huo wa huzuni ameutoa alipokuwa akizungumza na vyombo vya habari. Amesema kuwa ni jambo la kushangaza kuona wakimbizi wa ndani wanapitia magumu mengi na msaada wao hauwafikie. Ni huzuni kubwa kuona tangu tarehe 3 ya hii mwezi wa 3 mwaka huu watu zaidi ya 200,000 waliweza kukimbia vita kutoka Cheferia Bwito na kukimbilia kwenye maeneo ya Side ya territoire de Lubero. Hawa watu wote kwa sasa hawayapata msaada wowote kutokana kwa government. Lakini tunajulisha kama gouvernement kwa ngambo yake imeweza kutuma wa depute kutoka Kinshasa na kuleta msaada ya kufanana kitu inaitwa 5 milliards de francs congolais ambayo iko evalué muto ya 2500 au moins à 2 millions de dollars. Lakini kitu ya kushangaza ni kuangalia msaada ambayo ilipanwa kwenye eneo za Lubero, Side, Kirumba, Kanyabayonga na Kaina, ilikuwa msaada ambayo iko kidogo sana na ambayo ilipata wale wa deplace wa zamani wenye walijiandikisha zamani. Lakini hawa wetu wa leo wenye walikimbia hii vita hapa jana hawapate kitu. Ni kusema hivi, tunaomba government yetu ambayo iliweza kutuma hiyo pesa iweze kuchunguza kweli kama hiyo pesa ilifikia wenye nayo, kwa sababu unakutana mko manyanga mingi, wanasema nusu libakia Goma, nusu ingine ilienda huku, nusu ilienda huku, nusu huku. Ni pesa ambayo inakuwa kama itapotea. Ni kusema tunaomba justice iweze kufanya nguvu chini kuweza kuretrace hiyo pesa ili iweze kufikia wenye nayo. Mbele ya kutumia watu pesa chakula, ilifalewa na waidentifie nouvelle exode ya wadeplace de guerre wenye Kanyabayonga, Kaina na Kirumba au walikimbia juzi. Kuna wengine wanakuwa Miriki na wengine Luofu na wengine Walikale. Wale wote ilibidi wapate. Kuna wakimbizi ambao walikimbia Sake wanaokuwa sehemu za Goma na Kanyaruchinya fasi zingine. Wale wote hawayapata msaada. Ni kusema tusikiliane huruma, chakula ya wakimbizi tusikuwe na kuwa na tamaa ya kugusa tena pale. Mwishowe amewaomba wabunge wa taifa kufuatilia swala hilo, kwani ni wao macho ya wananchi kama alivyorejea mara tena. Na wadepite wenye wanazoea kusindikiza misaada, kama mnasindikiza msaada unaisindikiza mpaka kumwisho uone kama kweli mkimbizi wa mwisho alipata, na kama hakupata unarudia kutetea tena ili waendelee kupata. Lakini hiyo mambo ya kusema unatangaza mmepana saka 30 tone ya chakula kwa wakimbizi wanaokuwa msidi ya territoire ya Lubero, hiyo inaonekana kusema mnaenda ambia gouvernement mmemaliza kazi ijapokuwa wakimbizi hawajapata kitu. Ni kusema tunajulisha government kama wakimbizi ambao walikimbia vita kutoka Kibirizi, kutoka Kashalira, kutoka Kikuku nafasi nyingine, hii vita ya mwezi wa 3 mwanzo hawajasaidika kitu. Wakimbizi waliokimbia kutoka Vichumbi kwenda Graben hawajaona kitu. Wakimbizi wanaokuwa Miriki fasi nyingine hawajapata kitu. Na wale wanasema watatufanyizia vibaya, kutuua wala kutufanyia vingine makosa, watashindwa kabisa na tutaendelea mpaka mwisho. Menace de mort hazitatuogopesha. Hiyo chakula wale wadepite ambao wako impliqué mu hiyo detournement waone jinsi ya kurudisha hiyo chakula ili wakimbizi wapate kupata chakula na wapate kuishi mzuri. Mwishowe ni Minova ambako uongozi wa kijeshi wa jimbo la 33 kutoka mjini Bukavu umefanya ziara ya kikazi siku ya kwanza hii ndani ya mtaa wa Minova tarafani Kale. Ujumbe huo
umefika katika muda mwafaka pa Minova, hasa pale ambapo raia wa eneo hilo wanapitia kipindi kigumu kiusalama maeneo hayo. Ndivyo amesema Bwana Sadik Gilles, mkuu kiongozi wa shirika la raia pa Minova. Katika mazungumzo na Radio Kivu kwenye line ya simu, Sadik Gilles ameonyesha nini wanatazamia kutoka kwa kamanda huyo wa 33 wa jimbo la kijeshi. Komandari Jeko huku kwetu Minova akifuatilia shida za usalama na kuzungumza na wasimamizi wa maraia ili aweze kuelewa vizuri jambo la usalama inaendeka namna gani huko kwetu Minova. Kwetu ilikuwa jambo la kushukuru sana, na maoni yetu ni kwamba ametuahidi kufuatilia mambo yote ambayo tumemuelezea kuhusu usalama na kuonesha mambo ambayo raia wanataka. Barabara ya Minova sasa na Sake ifunguliwe na pia waweze kutosha adui kwenye milima, sababu hii posho wakati jeshi nafasi adui hatapata nguvu ya kupiga tena bumu kwenye mabato na mabote wala aweze kutatiza raia. Ndiyo kuna matumaini, sababu siku ya leo ameweza kuongea na wasimamizi wa shirika za kiraia, hata maserikali communautaire za maendeleo na walibere wengine, na ametuahidi vrema kufuatilia na kufanya chini yule ili usalama iweze kurudi kama kawaida. Wamesema kuwa wanafanya mipangilio yote ili jeshi iweze kuretablir usalama nafasi ambazo adui aliweza kukamata, na kukuwa anashambulia meli na maboti. Anasema watapiganisha kwa siku kidogo ili usalama iweze kurudia kwenye milima ya Masina kando kando huko Bweremana. Mwishowe ameonyesha kuwa ujumbe huo umewasili pa Minova kwa njia ya barabara kutoka Bukavu ili kujionea hali ya barabara ilivyo kwa sasa, kama alivyorejea mara tena. Walipita kwenye njia ya barabara ijapo magumu waliyapitia, hali ya barabara ikiwa mbovu, na walipenda wajiangalie binafsi hali ya barabara ili wasaidie kwa kufanya plaidoyer, sababu usalama hata barabara ni faktore moja katika mipangilio ya kulinda usalama ya raia. Lakini kwa nini napita kwa maji? Wao unajua ni wanajeshi, wanajua mipangilio yote, na waliahidi kuwa walipita sababu waweze kuangalia kujiangalilia binafsi hali ya barabara, sababu barabara imeweza haribika kule kunivou ya wa Francais huko Nyabibwe, inaharibika kilalo ya Makelele ilishaka kuharibika kunapita mwaka mzima hii. Hata barabara ya Minova Kalungu Makelele hakuna barabara, groupement Binganoro yote hata huku Kaleli barabara na ni mbovu sana. Ndio maana alipenda mwenyewe ajiangalie kwa macho na kuishi kweli hali ya barabara. Ndiyo ni Komanda 33e Region Militaire alikuja na delegation kubwa sana ya kijeshi kwa kufuatilia mambo ya usalama. Na hapo ndipo naweka nukta uchambuzi huu wa habari siku ya leo. Jina langu Grace Pascal, ufundi wa mitambo ni wake Antoine Malash. Nikushukuru msikilizaji kwa kuandamana nami mwanzo hadi mwisho. Kwaheri. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.